Naam, mahala popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi cha Kinara cha Spika katika siku hii leo. Na leo tunaye spika wa wananchi au spika wa bunge la sauti ya raia ya Tanzania, na tutakuwa naye katika Kinara cha Spika kuzungumza naye juu ya masuala muhimu katika siku hii leo. Na ningependa kuanza naye mheshimiwa spika wa wananchi, ndugu yetu Daktari Kazungu Bakari Kazungu. Na huyu daktari bwana sio kwamba amesomea. Huyu kumbuka ni mwanafunzi wa chuo cha uandishi wa habari jijini Dar es Salaam DSJ kwa ngazi ya diploma. Lakini kutokana na madini na uwezo wake mkubwa wa kufikiri, imekuwa ni kama fursa yake ya kuanza kujipa nafasi ya cheo cha udaktari. Lakini kadiri muda unavyozidi kwenda huenda akafikia huko, lakini bado tunaendelea kutumia kama mtengeneza maudhui vile vile kwa jina la spika wa wananchi Dr. Kazungu Bakari. Dr. Kazungu Bakari, karibu moja kwa moja kupitia Kinara cha Spika, na tutaanza na swali la kwanza kabisa juu ya wakati huu ambapo tunashuhudia harakati mbalimbali zikiendelea. Tumeshuhudia matamko mbalimbali kufuatia kilichotokea Oktoba 29 baada ya uchaguzi, pakatokea mauaji yale ambayo yamesababishwa na waandamanaji ambao hawakufuata utaratibu na kujikuta barabarani, na hatimaye ikawa ni vita kati ya raia dhidi ya polisi. Kwa upande wako wewe kama spika wa wananchi, una lolote la kuzungumzia jambo hili? Kwanza kwenye kile ambacho nimekishuhudia, ndugu yangu mtozi wa Kinara cha Spika, ni kwamba ni maajabu. Mimi binafsi nimeona ni maajabu tu. Nimeona ni maajabu kwa sababu hayumkiniki kwa taifa letu la Tanzania kushuhudia kwamba leo tuna taifa ambalo watu wamediriki kukubali kufa. Tunashuhudia watu wataumwa na maradhi, tutokea ajali, tunajua sababu zetu tulizozoea. Lakini sababu za mtu kuondoka ulimwenguni kwa sababu ya kuipinga serikali kwa kutumia maandamano ya nguvu ya namna ile ambayo hayakuidhinishwa na serikali, kuona kwamba Watanzania leo wamekuwa willing na kukubali kuingia barabarani, ni jambo ambalo lazima listushe mtu yoyote yule aliyezoea Tanzania ya amani, Tanzania ile iliyotulia kabisa, Tanzania ile ambayo unasikia sauti za ndege wazuri wakiwa kwenye miti yao. Unaikumbuka ile Tanzania? Tanzania, nchi yenye mali nyingi, watu wengi wa Ulaya wanaililia sana. Nimeona ndege wengi mtini wakitia fora, wakitembeza mlio kama mtoto wa nyumbani. Yani kumetulia, Tanzania ya amani. Leo ifikie wa Tanzania tuwe kama Somalia, Tanzania tuwe kama Kongo. Watu wamefikia namna hii. Lazima kuna jambo la kujiuliza kwa Watanzania wenyewe, na liko jambo la kujiuliza kwa watawala. Watawala wajiulize kuna nini? Hiyo kama ile siku kiyama Mungu anaposema idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala linsanu ma laha. Mungu anauliza pindi itakapotikisika ardhi, huo mtikisiko wake, na ardhi itakapotoa mizigo yake. Yani ni maajabu. Unaona ardhi leo inatoa madudu yanatoka chini huko yanakuja juu, unashangaa. Wakala linsanu ma laha, na pindi mwanadamu sasa hapo ma laha, leo kuna nini? Ardhi na nini? Ma laha, ardhi imepatwa na nini leo? Vipi ardhi ipo? Kuna sisi kwenye kinachotokea cha maajabu kama hiki, wa Tanzania mtu kukubali kuipokea risasi, kukubali kupambana na moto wa bunduki, jambo la ajabu sana. Wa Tanzania tujiulize, na serikali ijiulize kuna nini nyuma ya pazia kwenye haya. Naam. Na baada ya hilo tumeshuhudia baadhi ya watu viongozi wa jumuiya mbalimbali za chama, upande wa taasisi binafsi, taasisi za serikali, kila mmoja amekuwa na tamko lake. Swala hili la Oktoba 29
Na kwa upande wa wasaidizi wa rais, yani wasaidizi wa rais na washauri wa rais, kuna baadhi yao hujikuta wamejiingiza kwenye uchawa, kujipendekeza badala ya kutoa ushauri wa kujenga. Wewe kama spika wa wananchi una lipi la kusema kwenye hili? Of course wasaidizi wa rais lazima waache uchawa. Unapaswa kumshauri rais to the maximum, 100%. Unamshauri kwa yakini ya moyo wako. Unapokuwa unamshauri rais ili kumpendezesha, hata Dr. Magufuli alikuwa anakataa ya mambo ya kwamba wewe unanipendelea mimi sitaki habari hizo, na Dr. Samia hivyo hivyo. Alisha kusema yani msijipendekeze huko mkatengeneza makundi yenu huko, kumbe makundi yananufaisha nyie. Dr. Samia huyu rais wetu wa nchi amekataa watu wa namna hiyo. Tunataka mshauri wa rais atakayemshauri rais to the maximum kwamba ni jambo linalotoka moyoni na ana uzalendo, ana patriotism. Sasa inawezekana tunakuwa na mtu ambaye ni mshauri wa rais, kumbe analenga aongee atakachoongea, hata kama ni cha hatari anachomshauri rais, ili mradi yeye mkono wake uingie kwenye kinywa, apate chochote, apate fedha yake kama kawaida. Sio kujua kwamba namshauri rais kama binadamu ambaye yeye hawezi kuwa na mawazo ya dunia yote akamkaa yeye. Lazima ahitaji watu wa kumshauri. Sasa ikitokea kuna mtu ambaye anaona hiyo ni chance kwake ya kumshauri rais vibaya, hayo ni maajabu makubwa sana tunayo, na yanaweza kuleta hatari kwenye taifa letu. Kwa sababu kuna wakati rais anaweza akakubali ushauri wa mtu kama binadamu akawa ameona labda ni sawa, kumbe mwisho wa siku yanatokea matukio mabaya. Kwa tunataka washauri wa rais lazima to the maximum wawe na ucha Mungu. Ndio umuhimu wa kuacha Mungu kutoka dini yoyote ile ambayo mtu inamjengea hofu ya kumwogopa Mungu, kutoka dini yoyote ile ambayo mtu inamjengea hofu ya kumwogopa Mungu. Of course hakuna shida kwenye hilo. Kwa sababu unapokuwa na ucha Mungu lazima utatenda yale kwa mazuri, hautakuwa ni mtu mbaya. Tunataka washauri wa rais, yani hapo ni issue ya kuangalia maslahi tu. Ni bora uongee jambo zito ambalo rais baadaye akufikirie. Fanya kama alivyofanya Jaji Warioba. Alimshauri Rais Mwinyi, alikuwa ameenda kumshauri Nyerere, ndio jambo fulani zito hivi, lakini baadaye akamuita akamwambia Warioba okay sawa, ili basi nisamehe, na akaomba msamaha. Rais wa nchi akamwomba mtu ambaye alimshauri jambo zito akalikataa, lakini alipofikiria kwa mbali akaona ndio hili linapaswa kuendelea nalo. Kwa hiyo watu lazima wabadilike, yani kuacha kujipendekeza. Tumeshuhudia vile vile kuona kwamba polisi wametajwa kwamba wanaonea watu, lakini ukitazama kwa upande wa jeshi la polisi wenyewe wamesimama kusema kwamba wao wanafuata sheria na wamepewa majukumu, wamekula viapo vya kulinda usalama wa raia na mali zao. Swala la polisi tunalizungumziaje, Mheshimiwa Spika wa wananchi? Kwenye upande wa jeshi la polisi, unajua jeshi la polisi limeanza kulaumiwa toka lilipoanza kuundwa. Kwa hiyo issue ya lawama kwa jeshi, kwa sababu hawezi kufurahisha mtu yoyote kwa 100%. Maana hili jeshi linafanya kazi ngumu. Kumbuka wamedhaminiwa kuwa na silaha mikononi mwao. Wanafanya kazi usiku na mchana kulinda usalama wa raia na mali zao. Kwa swala kulaumiwa hii toka lilivyoundwa jeshi limekuwa likilaumiwa, lakini kuna zile lawama ambazo ni za kibinadamu kwamba hata wafanyeje binadamu watakulaumu tu. Lakini kuna lawama zinazotokana na mwenendo mbaya na roho mbaya ya baadhi ya polisi. Maziko zile lawama ambazo tunashuhudia ni mtu tu kwamba yani binadamu hata umtendee vipi. Hii tushazoea. Hata huko kimtaani mtu unamfanyia wema na kulipa ubaya. Mtu unamfanyia wema na kwamba unifanyia chochote. Hizo za kawaida za kibinadamu. Lakini kuna ile ambayo ya makusudi ya kiroho mbaya. Mtu anambambikia kesi mwenzake, anajua kabisa hii sio kweli. Wewe ni polisi unampiga risasi mtu asiyokuwa na hatia. Yaani unampiga risasi una wasiwasi kabisa. Na unajua kabisa mbona huyu nina uwezo wa kumkamata tu. Mimi nina uwezo wa kumkamata, nikamweka chini ya ulinzi, nikampeleka polisi, nikampeleka mahakamani. Lakini leo mtu anathubutu kukata uhai wa mwenzake.
kwa sababu tu amevikwa cheo kwamba yeye ni polisi. Kwa hali tukiwa na polisi wa namna hii, itakuwa sasa hakuna maana ya sisi nchi yetu kuwa na walinzi tunaowategemea, walinzi tunaowalipa kodi. Kwa sababu kama una mlinzi ambaye anakuua wewe mwenyewe mwajiri, hata kama ni mbwa ambaye anakung'ata wewe mwenyewe, huwezi kuwa na mbwa wa namna hiyo. Hau umechukua mlinzi yeyote umemweka ndani, maana uwe mlinzi mnyama. Unaleta mlinzi binadamu alafu anakuwa na kazi ya kukuinda wewe mwenyewe. Haiwezekani jamani. Tunahitaji jeshi la polisi la kulinda usalama wa raia na mali zao. Sasa kama inakuingia roho mbaya polisi, ivue, kwa sababu utakuwa kama jambazi sasa. Wewe unategemea kusaidia alafu tena unakoenda wa kwanza kudhuru mtu. Hauwezi kuwa polisi kwa kweli. Ndio. Naam. Tumeshuhudia matamko mbalimbali kutoka kwenye taasisi mbalimbali za kidini. Tumeona TEC wametoa waraka wao juu ya kile kilichotokea Oktoba 29 na namna gani ambavyo serikali inapaswa kufanya ili kulitibu taifa, ili kuliponya taifa. Tumeshuhudia upande wa BAKWATA napo kuna vikundi vinavyojihusisha na upande wa BAKWATA wakitoa tamko mpaka la kutamka kwamba watu watakatana vichwa. Wewe kama spika wa wananchi unalipi la kuzungumza juu ya jambo hili? Kusema ukweli, ndugu yangu mtozi na mtangazaji wa Kinara cha Spika, mufti wa Tanzania, mufti wa BAKWATA lazima awe makini na vijana wake ambao wakati mwingine hujinasibisha na Baraza Kuu la Kiislamu BAKWATA kwamba wao ni miongoni mwa sehemu za BAKWATA. Kama yule Ibrahim Bakonzi yule. Sasa hivi anaishi kwenye mazingira magumu sana. Mtu anakuwa na mazingira magumu, anaishi kwa taabu, yani kutokana ameyatafuta mwenyewe. Huwezi kutangaza jinai ya namna ile. Wewe umeona TEC wameleta msimamo wao. Na wewe kama una maoni, toa maoni mbadala. Kwani lazima kuwataja wao? Wao wametoa na wewe toa mbadala wake. Wao asingekuwa na haja ya kutaja majina ya taasisi ama watu. Kwa hiyo ndio tunayashuhudia yanayochanganya taifa letu. Kuna baadhi ya watu wanakurupuka tu. Sasa mufti wa Tanzania asichafuliwe na hawa vijana. Kama mtu anataka kuongea na anajinasibisha na BAKWATA, awe ni mtu ambaye ana ueledi, ana hekima, anajua anachoongea na ana elimu ya kutosha. Sio mtu anaropoka tu na bangi zake, anajiona kama yuko Tandale au yupo Kariakoo Karume anauza nguo, au yupo Kariakoo Karume anauza makobazi yake. Maajabu sana haya. Naam, shukrani sana ndugu yangu mtazamaji wa Kinara cha Spika. Tuna la ziada katika siku ya leo. Tulikuwa naye Spika wa wananchi Daktari Kazungu Bakari hii leo akizungumza na wananchi wa Tanzania, na maswali kadhaa nimejaribu kuwa naye karibu katika kutaka ukweli na undani wa kile ambacho tumekihudhurisha katika siku hii ya leo. Tuna la ziada, fuatilia. Mimi ni mtozi wa Kinara cha Spika, spika wa bunge la sauti ya raia na spika wa wananchi.